kinagaubaga kinaelekea visiwani Zanzibar, visiwa vya bahari ya Hindi ambavyo vimetimiza wiki hii miaka 62 tangu kufanyika kwa mapinduzi ya Januari 12, 1964 yaliondosha madarakani serikali ya mseto wa vyama vya ZNP na ZPPP pamoja na utawala wa kisultani pamoja navyo. Mwenzetu aliyeko visiwani Zanzibar, Yakub Talib, amezungumza na kada wa Chama cha Mapinduzi, chama kinachotawala, mtoto wa rais wa kwanza wa Zanzibar baada ya mapinduzi hayo, Abedi Karume, Balozi Ali Abedi Karume, kuhusiana na miaka 62 hii baada ya mapinduzi na kile ambacho kinajiri katika mustakabali wa visiwa hivyo. Karibu tuwasikilize katika mazungumzo haya. Mapinduzi ya Zanzibar yamefanyika. Wapo walioyaona, wapo waliokuwa wameyasikia, wameyasoma. Wazanzibari wanajivunia nini kuhusu mapinduzi haya? Ni kweli kama ulivyosema kwamba miaka mingi imepita, na miaka 62 ni miaka mingi kwa mwanadamu, lakini si muda mrefu katika maisha ya nchi au taifa. Kwamba Mzee Karume alikuwa anataka Wazanzibari wote tuwe watu kitu kimoja. Akawa anatuambia kwamba mambo ya siasa, hebu punguzeni. Iko siku hapa Wazanzibari tutokao sote ni kitu kimoja. Sasa nini la kufanya? Tuanze kuoana. Na mimi pia nikaenda nikaoa mwanamke kutoka Pemba, na mwenzangu naye akaoa mwanamke kutoka hapa Unguja, lakini kutokana na familia ya wale ambao walikuwa wanapinga Fishers pale. Nikaja nikagundua kwamba wakati wa mapinduzi walikufa watu wengi sana, na katika watu waliokufa kwa wakati ule nilikuwa sina uhusiano nao, lakini baadaye kutokana na ndoa nikaja nikagundua kwamba katika baadhi ya watu waliokufa siku ya mapinduzi wengine jamaa zangu. Kwa sasa ile ilinipa mimi hisia kwamba sisi Wazanzibari yametokea mapinduzi, wengine wataona mapinduzi ni kitu kibaya, wengine wataona kitu cha heri, lakini hakuna mtu yoyote mwenye akili timamu atakwenda kusema kwamba mauaji ya watu, wakitokezea mtu akafa hata akiwa mmoja, kwamba kitendo kile kitakuwa kitendo cha heri. Hapana. Ninasema mapinduzi, hao wanaoona mapinduzi kwamba ilikuwa shari, na wakubalia kwamba ilikuwa shari, lakini imani yangu ni kwamba shari ile imezaa heri kwa Wazanzibari wote. Tumesoma katika vitabu kwamba kabla ya mapinduzi Zanzibar siasa ilikuwa ya mvutano. Mapinduzi yamefanikiwa kweli kujenga umoja wa kitaifa? Mimi naweza kubali kwamba mapinduzi hayajafanikiwa kujenga umoja wa kitaifa kisiasa, lakini kijamii naona tunakwenda vizuri. Maanake hapa tunasema tuna watu wapinzani, lakini mimi katika marafiki zangu wakubwa ni huko upinzani, fikira zetu ni tofauti, lakini ule ujamii na maelewano yetu ya kwa sisi sote ni Wazanzibari, tunaelewana. Balozi, ndio. Sasa hali ya kisiasa unaizungumziaje kama mwanasiasa, mwanadiplomasia? Zanzibar unaizungumziaje hali yake ya kisiasa? Hali ya kisiasa Zanzibar ni tete, haiko vizuri. Ningependelea iwe ingekuwa nzuri zaidi. Tatizo la Zanzibar ni kwamba tunaiga mitindo ile ya zamani, kwa sababu kabla ya mapinduzi hapa tulikuwa tunafanya uchaguzi kama kawaida, lakini taratibu wa uchaguzi wakati huo haukuwa wa haki. Sasa ninachoona mimi sasa hivi ni kwamba tabia zile mbaya zilizosababisha sisi tukauana hapa zinarejeshwa tena. Na zirejeshwa vipi? Chaguzi zetu za Zanzibar haziendani na misingi ya chaguzi zinazotegemewa kufanyika hapa. Tunafanya chaguzi kwa kujipanga, kwamba katiba ya CCM inasema kwamba katika uchaguzi CCM ushindi ni lazima. Duniani hakuna kitu lazima, kuna kitu kimoja tu lazima, kufa. Nini ushauri wako balozi, unaweza kuwashauri viongozi wa kisiasa wa Zanzibari? Mimi ushauri wangu ulikuwa ni mmoja tu, kwamba tunapofika wakati kuchagua nani akamate bendera ya mapinduzi, ni vizuri kumtafuta mtu ambaye ana historia na sisi. Naposema historia na sisi, nasema ana historia na mapinduzi yetu. Mapinduzi ya Zanzibar yalijikwaa tuliposhindwa kumpata
rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka Zanzibar mwaka 2005. Lakini niongezee tu, Mungu mkubwa kajalia, limetokea lilotokea, si jambo la kufurahia. Jambo lilotokea halikutegemewa, lakini limemuelevate Mzanzibari naye kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano. Kwa hivyo hili kitendo kile kimetusaidia sisi huku, angalau mapinduzi yetu nayo imekuja juu, na Wazanzibari wanajisikia kwamba wao ni sehemu muhimu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Siasa za Tanzania kwa ujumla zinaongozwa na rais kutoka Zanzibar. Umefanya kazi naye kidogo, Mheshimiwa Samia. Unaona kwamba Zanzibar inafika mahali sasa inatizamwa kwa jicho kwamba imepata viongozi bora upande wa Tanzania bara na upande wa Tanzania visiwani? Sisi Zanzibar ni nchi ya kimapinduzi. Rais wa kwanza baada ya mapinduzi hapa hakuletwa na mama yake wala na baba yake wala mjomba yake wala shangazi yake. Tungekwenda na utaratibu huo, tulikosea. Tulipotafuta rais wa 6, tulipotafuta rais wa 7, tulimpata mtu mzuri tu, hata mimi nilimfanyia kazi, lakini kuna vigezo fulani vya kikatiba alikuwa kakiuka. Katiba inasema wazi kwamba mtu yote anagombea urais Zanzibar ni lazima awe ameandikisha kupiga kura Zanzibar. Tumemteua mtu hapa kugombea urais mwaka 2010, alikuwa hata kuandikisha kupiga kura hajaandikisha, tukamsukuma kwa nguvu. 2015 tukayaona, tulioyaona, mwana kuyatafuta, mwana kuyapata, tukaingia kazini, tukafanya vurugu, na mimi nilikuwa mmoja wao, kwenda kuhakikisha kwamba CCM inabaki madarakani. Mwaka 2020 tunakwenda kutafuta mtu aje agombee urais Zanzibar, namleta mtu. Kosa lile tulilofanya mwaka 2010, kwa maana kuja mtu vile vigezo vya kikatiba hajavitimiza. Rais wa Zanzibar katika sifa zake za kuwa rais wa Zanzibar ni kwamba awe na sifa za kuwa mjumbe wa Baraza la Wawakilishi. Iko sifa nyingine nasema awe ameishi hapa Zanzibar kwenye jimbo lolote kwa kipindi kilikuwa sio chini ya miaka 3 mfululizo. Tunaletewa mtu kuishi, alikuwa aishi hapa, hata likizo alikuwa haji hapa, na kwenda likizo maeneo mengine. Sasa mimi nasema haya si kwa nia mbaya, mimi nasema haya kwamba jamani, tujikoshe kabla hatujakoshwa. Tumeelewana mheshimiwa? Nataka dunia ijue kwamba kuna viongozi fulani wanafanya mambo ya ajabu ajabu. Kuna kiongozi kaona mama mtu kamleta mwanawe kuwa rais, baada akasema na mimi pia namleta mwanangu kuja kuwa rais. Sasa tutakwenda hivi mpaka lini? 2030 mimi sijui kama nitakuwepo bado, lakini panapo hai na uzima nitalisimamia hilo, kama tafuteni mtu mwenye sifa zile ambazo nazitaka. Hii tabia ya kuletewa maraisi na baba yake na mama yake na mjomba yake na shangazi yake, hatari. Hatari yake nini? Tumeondoa usultani hapa, na takuletea usultani mambo leo na usultani mambo kesho. Naam, basi huyo alikuwa ni Balozi Ali Karume kama alivyozungumza na mwenzetu Yakub Talib akiwa visiwani Zanzibar juu ya miaka 62 ya mapinduzi katika visiwa hivyo vya Bahari ya Hindi. Kwa niaba yao na kushukuru sana kuungana nasi, na kwa heri hadi mara nyingine.